Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Tuko ndani ya kipindi cha Kutaba ya Kweli, na leo tunakutana na shahidi wa kwanza wa imani anayenufaika na kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yusi mwingine ni shahidi Stefano. Stefano, shahidi wa kwanza wa imani, anauawa kwa kushuhudia imani yake. Mimi na wewe tunaalikwa kuwa mashahidi wa kweli wa imani ya Kristo kwa kumtangaza Kristo katika maisha yetu. Kwa namna pekee leo tunamshukuru Mungu ambapo wenzetu leo watazaliwa upya kwa maji ya Roho Mtakatifu wa sakramenti ya ubatizo na kuwa wana kanisa. Tuwaombee
Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 8 hadi ya 10 na sura ya 7 aya ya 54 hadi ya 60. Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru na la Wakirene na la Waiskanderia na la wale wa Kilika na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Basi waliposikia maneno yake wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakiziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya, akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Neno la Bwana. Uwe kwangu mwamba wa nguvu, nyumba yenye maboma ya kuniokoa. Ndiwe genge langu na ngome yangu, kwa ajili ya jina lako uniongoze, unichunge. Kiitikio: mikononi mwako naiweka roho yangu. Umenikomboa, e Bwana Mungu wa kweli. Bali mimi namtumaini Bwana, naishangilie nizifurahie fadhili zako. Kiitikio: umwangaze mtumishi wako kwa nuru ya uso wako, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Kiitikio:
Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Nasoma Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 17 hadi ya 22. Yesu aliwaambia mitume wake, jihadharini na wanadamu, maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga, nani mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho ya Baba yenu asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na mwana atawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini wenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Neno la Bwana. Wapendwa wana taifa la Mungu, karibuni tutafakari neno la Mungu. Tunaposali tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya mkombozi, lakini kwa namna pekee ndani ya kipindi hiki cha oktava ya Noeli tunakutana na shahidi wa kwanza anayezaliwa mbinguni. Huyu ni Mtakatifu Stefano, shahidi. Stefano, kuuawa kwake kulikuwaje? Masimulizi ya kuuawa kwa Stefano tunayapata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia sura ya 6 mpaka sura ya 7. Pale tunamuona Stefano hatimaye mpaka kuuawa kwake. Lakini ukisoma sura ya 5 utakuta Stefano anachaguliwa kati ya wale mashemasi ambao wanapewa kazi ya kuhudumu mezani wakati mitume wanaendelea na kuhubiri. Kuuawa kwa Stefano. Kwa nini Stefano aliuawa? Baada ya ufuko wa Yesu, wakaanza kuhubiri neno la Mungu bila woga. Mitume waliokuwa wanajificha ndani kwa sababu ya woga, walipotokewa na Roho Mtakatifu na kuwajaza mapaji yake, baada ya kuwashukia, hapo mitume wanaanza kuhubiri bila woga. Wanatoka nje, wanaanza kumtangaza Kristo kama Bwana wa ushindi. Na hatimaye Wayahudi wanaanza kutafuta namna kuinyamazisha hii sauti. Ni katika kutafuta namna ya kuinyamazisha hii sauti, hatimaye wanaingia kwenye majibizano na mitume juu ya sheria na amri za Musa na mafundisho yao juu ya Kristo. Stefano akiwa shemasi anakutana na Wayahudi waliokuwa katika sinagogi linaitwa la Mahuru. Sinagogi hili lilikuwa linajulikana sana kuwa na Wayahudi wenye msimamo mikali.
hasa juu ya Torati na juu ya amri za Musa. Baada ya kuingia kwenye majibizano nao hatimaye wanamshtaki kwamba huyu anakufuru na pia anasema vibaya juu ya hekalu. Ikumbukwe kipindi cha Yesu, kiserikali walikuwa wanatawala Warumi, ambao pia walikuwa wanatawala kisiasa, lakini kiimani walikuwa wamepewa uhuru wa kufanya mambo yao kiimani, na hayo mambo yao yalikuwa yanapelekea hata mtu akikosea amefanya kitu ambacho kwao kingetafsiriwa kama ni kufuru, walikuwa na idhini hata kumhukumu na kumpiga mawe mpaka kufa. Lakini ili aweze kupigwa mawe mpaka kufa, lazima awepo mtu aliyesoma sheria. Huyu ndiye athibitishe kwamba huyu kweli ni mhalifu, kavunja sheria, na hivyo apigwe mawe mpaka kufa. Ndio kisa cha maandiko kutuambia, baada ya kumkamata Stefano, wameingia katika majibizano, wakamtoa nje ya mji. Nje ya mji maana yake ni kaskazini magharibi mwa mji wa Yerusalemu ya zamani, karibu na bustani ya Getsemani. Hapo ndipo walipompigia mawe Stefano. Leo kuna kanisa zuri la Mtakatifu Stefano. Kwa hiyo wakamtoa nje, wakampeleka pale, na ili kuthibitisha kwamba huyu ni mhalifu, wakamchukua kijana mdogo aliyekuwa amehitimu sheria. Huyu si mwingine bali ni Saulo. Wakachukua nguo zake wakaziweka chini ya miguu ya Saulo, kuonyesha kwamba huyu mwanasheria amethibitisha kabisa huyu ni mhalifu, apigwe mawe mpaka auawe. Kisha wakampiga mawe. Wakati anampiga mawe, Stefano akatamka maneno makuu mawili. La kwanza, aliwaombea kwa Mungu watesi wake, E Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Hivyo akawaombea msamaha kwa Mungu, lakini pia akatangaza kuwasamehe. Wapendwa, kuoa kwa Stefano ni ushahidi kwamba Kristo ambaye amezaliwa kwa ajili yetu, kuna watu watauawa kwa ajili yake. Maisha ya Kristo yanatudai ushuhuda, kuwa tayari kumshuhudia Kristo hata kwa gharama ya kifo, lakini kuwa tayari kutangaza msamaha hata kwa wale ambao wametuchukiza, wametuudhi, wametutenda mabaya. Leo tunapokaribia mwisho wa mwaka, ndani ya kipindi hiki cha Oktava ya Noeli, tunaalikwa kila mmoja kukagua maisha yako na mahusiano yako na Mungu wako, lakini pia maisha yako mbele ya binadamu wengine. Je, kwa mwaka huu ni wangapi wamekukosea? Na wewe umekosea wangapi kwa mwaka huu? Yawezekana usiwe na takwimu sahihi, huenda ulikuwa huandiki, na si kawaida mtu akikosea ukaandika. Lakini swala muhimu la kujiuliza, ni kwamba je, uko tayari kuwasamehe waliokukosea? Kwa watu ambao wamekukosea aidha mwaka huu au miaka mingine, uko tayari kuwasamehe?
Au unataka uingie na kinyongo na chuki mwaka mwingine? Kuzaliwa kwa Kristo kuna maana gani katika maisha yako kama hutaki kutoa msamaha? Je, wale uliowakosea una mpango wa kuomba msamaha? Au umetawaliwa na kiburi kiasi kwamba huoni kwamba unahitaji kuomba msamaha? Wale uliowachukiza, wale uliowaumiza kwa mwaka huu, wewe hata miaka mingine, una mpango gani wa kupatana nao? Kama ulimkosea Mungu, uende mwaka mzima umemkosea Mungu, ukaishi maisha ambayo hayampendezi Mungu, umefanya jitihada gani ya kupatana naye? Maisha ya Stefano yanatudai ushuhuda. Iwezekana tusipate nafasi ya kuuawa kama Stefano, kupigwa mawe hadharani au kukatwa kichwa, lakini ushuhuda katika mambo madogo madogo tunayoyaishi, ushuhuda kwa upendo kwa Mungu na kwa jirani. Unawatendeaje wengine wanaokuzunguka? Maisha yako mbele ya binadamu wengine yanasomekaje? Unawatendea watu kwa haki na upendo? Au huenda kuna watu umewadhulumu na unawanyima haki yao? Una amani na familia yako? Una amani na nafsi yako? Haya yote tunapaswa kukaa chini na kujitafakari. Tunapomwona Stefano, alijua kabisa kwamba asiondoke mbele ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu akiwa na fundo. Ndio kisa cha yeye mwenyewe kutangaza msamaha. Bwana, usiwahesabie dhambi hawa. Kuna wengine wametukosea na huenda tumetangaza, mimi sikusamehe mpaka niingie kaburini. Na wengine tumewakosea, tumegoma kabisa kuwaomba msamaha. Kiburi kimetutawala. Na kuna wengine tumewaumiza, tumefanya makusudi kwamba tuwakomoe. Ngoja nikukomeshe. Iwe ndani ya familia, iwe ni katika biashara, katika kazi, tumefanya hiki ili kuwakomoa wengine. Na tunaendelea kushikilia upuzi huo huo. Mtakatifu Stefano atufundishe kuwa tayari kusamehe na kuwa watu wa msamaha, na kuwa tayari kujikabidhi kwa Mungu hata katika mahangaiko na tabu zetu. Tumwombe Mungu aliyemjalia ujasiri Stefano na hatimaye akafa shahidi, atujalie nasi ujasiri wa kuishi imani yetu, hasa nyinyi ambao leo mtamwagiwa maji na kupakwa mafuta matakatifu. Mnaalikwa kuwa mashahidi wa kweli wa imani ya Kristo, kuwa tayari kuishi imani hiyo. Na nyinyi wazazi na wasimamizi, haitoshi tu kwamba umekuwa msimamizi na mzazi, bado kuna wajibu wa kufanya, kuwasaidia hawa kumjua Mungu na kuishi imani hiyo. Kuna wengine ukiisha msimamia tu kijana au binti, umemaliza. Hudaki hata kufuatilia maisha yake ya kiroho,
anaishije? Huna habari. Wajibu huo unaopokea leo ni wajibu mkubwa ambao usipoutendea haki mbele za Mungu utakwenda kuulizwa. Mnapaswa kuwasaidia na kuwasindikiza katika kumjua Mungu na kuishi imani yao. Mungu na tuongoze tuishi kweli ushuhuda wa imani yetu na kumtangaza Kristo kwa matendo na maneno yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.